أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu, tukiwa katika mwendelezo wa mada ya tukio zima la kutawalishwa Ali ibn Abi Talib katika siku ambayo inajulikana kwamba siku ya Ghadir au Idul Ghadir, siku ambayo ni adhim kwa Waislamu, bali ni kwa Waislamu wote. Ni tukio ambalo ni adhimu, Waislamu wote wanatakiwa washerekee na kufurahia siku hiyo. Tukazungumzia kuhusiana na Adamu alayhi salamu alivyomtawalisha mtoto wake Nabiyullah Shith kuwa ni kiongozi baada yake, kwamba ni dalili ya kuwa hata Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hichi anachokifanya sio kana kwamba amekizua, ni jambo la kawaida. Ndugu zangu, tukiendelea katika baadhi ya mitume baada ya Adamu alayhi salam, kuna mitume wengi walikuja. Tuangalie mtume mwingine, tunaweza kusema kwamba hapana, ni Adam tu bwana ndo alimfanya kwamba Shith kuwa ni kiongozi baada yake. Je, kuna mitume wengine walifanya hivyo? Tunakwambia naam. Hii ni sunna ya mitume. Kila mtume anayeondoka anamtawalisha mwingine anayekuja. Kwa sababu gani ndugu zangu wanafanya hivi? Kwa sababu hii ardhi yetu haiwezi kukaa bila kuwa na kiongozi wa kimungu. Sasa ndugu zangu, tunaona baada ya Adamu alayhi salam na utawala aliyomtawalisha mtoto wake katika watoto wake au katika wajukuu zake Shith, baadaye mpaka akaja mtume mwingine Idris alayhi salam. Nabiyullah Idris tunamsoma katika Qur'an, wa idh qala wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya. Nakumbukeni au nakumbuka katika kitabu cha Idrisi, hakika yeye Idrisi alikuwa ni siddiqan nabii, alikuwa ni mkweli na alikuwa ni nabii. Sasa Nabiyullah Idris alayhi salam, ndugu zangu, Idris alayhi salam alitumwa katika kaumu yake. Nikirejea katika vipindi mbalimbali